Mwingine anaweza kajiuliza kuliko ni mpaka Yanga wakapoteza kwa mabao 2-0 katika mechi ambayo namna walivyoanza kuicheza ilionekana kana kwamba watambulia kitu. Sababu ziko kadhaa, lakini kubwa ni kwamba kuelekea mapumziko Yanga walipoteza umakini, walikuwa out of focus. Matokeo yake beki wa kulia wa Al Ahli Mohamed Hani alipata nafasi ya kuuseti mpira, badala ya kutoa pasi pembeni kulia wakati akishambulia, inaonekana hivyo akajikuta amepata nafasi kubwa kiasi ya kwamba akaghairi na badala yake akauseti mpira kana kwamba ni mpira wa kutenga, akaupigia moja kwa moja pinpoint cross kwenda kwa Mahmoud Trezeguet. Dakika 3 za muda wa nyongeza baada ya dakika 45 za kipindi cha kwanza, Al Ahli wakaandika bao la utangulizi. Hivyo mpaka mapumziko Al Ahli kuongoza kwa bao 1-0 ikawa ni sababu nyingine ya kuibadilisha Yanga kwenye mfumo wake wa kucheza, hasa katika kipindi cha pili ambapo walilazimika sasa kubadili mfumo wao wa kucheza, nayo ni sababu nyingine wakawa wakishambulia zaidi kulinganisha na kipindi cha kwanza ambako walikuwa ni defensive minded, na hilo likachangia tena bao lingine la pili katika dakika 75 likiwekwa na Mahmoud Trezeguet. Sababu nyingine ni kweli kwamba Yanga katika maandalizi yao chini ya kocha Pedro Gonçalves yaelekea walijiandaa zaidi kucheza kitimu na sio kuangalia mchezaji mmoja mmoja. Mahmoud Trezeguet akawa ndiye mwenye madhara makubwa. Kabla ya mchezo dhidi ya Yanga, Mahmoud Trezeguet alikuwa tayari kwenye mechi mbili alizocheza Al Ahli kufunga mabao 5 akiruhusu mabao 2. Mabao 3 yote alifunga Mahmoud Trezeguet, mchezaji mwenye umri wa miaka 31, mchezaji wa zamani wa Aston Villa akicheza katika ligi kuu ya England, mchezaji ambaye Al Ahli wamemtoa hivi karibuni wakimrejesha barani Afrika akitokea nchini Uturuki. Matokeo yake alichukuliwa poa kama wachezaji wengine, akafunga mabao 2, na sasa Al Ahli wakiwa wamecheza mechi 3 wanaongoza kundi lao na pointi 7 kutokana na ushindi huu wa mabao 2-0 dhidi ya Yanga. Kwenye mabao 7 waliofunga, huyu Mahmoud Trezeguet sasa amefikisha mabao 5 kati ya 7. Kumbuka msimu uliopita mfungaji bora katika ligi ya mabingwa barani Afrika alikuwa ni Fiston Kalala Mayele wa Pyramids, ambaye aliwezesha timu yake ya Pyramids kutoa ubingwa, yeye akifunga mabao 6 na kuwa ndiye top scorer. Lakini hivi sasa Mahmoud Trezeguet mechi 3 kwenye kundi tu tayari amefikisha mabao 5, yani amepungukiwa na bao 1 tu kufikia idadi ya mabao aliyofunga Fiston Kalala Mayele wakati akitwaa kiatu cha ufungaji bora wa ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu uliopita 2024-2025. Mwisho wa siku ukichanganya na makosa binafsi ya mchezaji mmoja mmoja, hasa katika bao lile la pili lilofungwa na Trezeguet, nayo kwa ujumla yakachangia Yanga kupoteza mchezo huu. Lakini mwisho wa siku pia pongezi kwa washindi. Al Ahli walicheza kwa kiwango kizuri katika kukabiliana na Yanga ambayo kwenye mechi mbili zilizopita dhidi ya FAR Rabat, dhidi ya JS Kabylie ilicheza mpira wa kisayansi zaidi, kwamba hata mpinzani anapomiliki mpira lakini hawafikiwi sana kwenye lango lao. Na katika mechi hii dhidi ya Al Ahli kwa kutambua hilo walicheza kijanja sana, ndio mwisho wa siku wakapata matokeo aliyohitaji wakicheza kwa nidhamu ya hali ya juu. Kilichobaki sasa ni kwa Yanga katika mechi itakayochezwa pale visiwani Zanzibar kwenye uwanja New Amani Complex, Yanga wakicheza nyumbani dhidi ya Al Ahli, kuhakikisha kwamba nao wanapata pointi, wanafanyia kazi matatizo yaliyojitokeza katika mechi hii waliofungwa 2-2, ili mwisho wa siku wapate pointi 3 muhimu za kuwafanya waendelee kuwa na matumaini ya kufuzu mapema kwa hatua ya robo finali ya mabingwa barani Afrika, kwa kuwa miongoni mwa timu mbili za juu kwenye kundi lao, au walau hata kuambulia pointi 1 na sio kupoteza tena. Hii ni katika mechi ambayo Al Ahli wakiwa nyumbani wakashinda mabao 2-0 dhidi ya Yanga. Ni katika mechi ambayo waligawa na vipindi. Kwenye kipindi cha kwanza Al Ahli waliumiliki mpira zaidi, kipindi cha pili Yanga waliumiliki mpira zaidi. Iko hivi, katika mpangilio wa kikosi cha kocha Jess Touré wa Al Ahli, yeye alianza na mfumo wake baada ya golikipa, akawa na walinzi 4, akawa na viungo ile ukabaji ambao hapa tunazungumzia Liu Dieng na Marwan Atia, halafu akawa na viungo 3 ushambuliaji akiwemo Ashraf Ben Shaki, akiwemo Mahmoud Trezeguet, lakini akawa na mshambuliaji mmoja, mshambuliaji mpya aliyemsajili hivi karibuni kutoka kwa Ceramica Cleopatra. Huyu ni Marwan ambaye alianza kama mshambuliaji kinara kwenye mechi hii. Lakini Yanga wakijua kwamba wanacheza ugenini, walienda kwa mpangilio wa kuonyesha kwamba kwenye kipindi cha kwanza walikuwa defensive minded, walikuwa wakizuia zaidi kuhakikisha wanakuwa salama, safety first,
usalama kwanza, halafu wakijaribu kushambulia kwa kushtukiza. Matokeo yake ni nini? Kocha Pedro Gonçalves alianza na golikipa Djigui Diarra, lakini akawa na walinzi wake watatu wote ambao ni Bakari Nondo Mwamnyeto, Ibra Baka, akawa na Dickson Job, halafu akawa na viungo wanne, na kisha kwenye viungo wanne kukawa na wingbacks ambao ni Isra Patrick Mwenda, lakini upande wa kushoto alikuwa na Shadrack Isaka Boka, wakati katikati alikuwa na Duke Abuya pamoja na Mohamed Damaro Kamara, halafu juu akawa na washambuliaji watatu ambao ni Depu akiwa na Okello, lakini vile vile akawa na Maxi Mpia Nzengeli. Ni mpangilio wa 3-4-3 baada ya golikipa dhidi ya 4-2-3-1. Ni mpangilio ambao Yanga waliacha Al Ahly miliki zaidi mpira, huku wao wakishambulia kimahesabu, lakini umiliki wenyewe sio kuwafanya wafikie zaidi kwenye lango lao, kwa sababu walikuwa na idadi ya kutosha ya kuzuia. Kwenye kucheza, wakati wakizuia, Yanga walikuwa wanafika mpaka walinzi watano, kwa maana wale mawingbacks Shadrack Isaka Boka, Isra Patrick Mwenda wakiungana na kina Dickson Job, Bakari Nondo Mwamnyeto na Ibra Baka, huku hawa viungo wawili Damaro pamoja na Duke wakipata sapoti pia kutoka kwa Okello, kutoka kwa Max, na hivyo kufanya Yanga ifikike kwa ugumu sana na Al Ahly ambao licha ya kumiliki sana mpira walikuwa wanapata wakati mgumu kufikia lango la Yanga. Matokeo yake ni nini? Mpaka mapumziko, umiliki wa mpira Al Ahly walikuwa mbele kwa 71% dhidi ya 29% za Yanga, lakini mpaka mapumziko Al Ahly mashuti waliokuwa wamepiga yalikuwa ni mashuti 4, kati ya hayo mawili yalikuwa blocked, kwa lugha nyingine yaliyoenda yalikuwa ni mawili, halafu katika hayo moja lilenga shabaha lile ambalo ni la mpira wa kichwa uliopigwa na Mahmoud Trezeguet na kwenda wavuni katika dakika 45 plus akitumia vema pinpoint cross kutoka kwa beki mbili Mohamed Hani. Lakini Yanga mpaka muda huu alikuwa amepiga mashuti 4, moja lilikuwa blocked, matatu ndo yalienda, na kati ya hayo moja lilenga shabaha. Kipindi cha pili Yanga kwa kuona kwamba tayari wametanguliwa kwa bao lilofungwa na Mahmoud Trezeguet, kwa kiasi fulani nayo ilichangia kwa wao kubadili aina ya kucheza, kubadili mfumo wao. Matokeo yake ni nini? Katika dakika ya 57 alitolewa katika dakika ya 57 walifanya mabadiliko ambapo iliwafanya katika muundo wao, ilikuwa kama tunakumbuka vizuri, ilikuwa ni 3-4-3. Sasa katika dakika ya 57 akatolewa Isra Patrick Mwenda, akaingia Peodo Pacome Zouzoua, lakini vile vile alitolewa Mohamed Damaro Kamara, akaingia Mudathir Yahya Abbas. Matokeo yake katika mabadiliko hayo Yanga wakarudi sasa katika mfumo wa 4-2-3-1. Pacome akiwa katika aliyeingia baada ya Isra Patrick Mwenda akawa katika wale viungo watatu washambuliaji, mbele alibaki Depu, Okello, Max, Pacome wakawa wakicheza hapo, alafu katikati ukawa na Duke Abuya na Mudathir Yahya Abbas, wakati Dickson Job akasogea akawa ni beki mbili, halafu Shadrack Isaka Boka alikuwa wingback karudi nyuma, wakati huo katikati kukiendelea kuwa na Ibra Baka pamoja na Bakari Nondo Mwamnyeto. Mabadiliko hayo yaliifanya Yanga katika kipindi cha pili, hata baadaye alipokuja kutoka tena Dickson Job, bado Yanga walikuwa katika kipindi cha pili wanamiliki zaidi mpira. Katika kipindi chote cha pili Yanga wakabadilisha kibao, wakawa wakimiliki mpira kwa 57% dhidi ya 43% za Al Ahly. Lakini kwenye mashuti sasa, kipindi cha pili Yanga wakawa wamecharuka katika kipindi hiki, kwa sababu Al Ahly walipiga mashuti 6, mawili yalikuwa blocked, kwa hiyo yaliyoenda yalikuwa ni 4, na kati ya hayo 4 mawili yalilenga shabaha. Yanga katika kipindi cha pili wakapiga mashuti 5, kati ya hayo hakuna lililokuwa blocked, yaliolenga lango yalikuwa mashuti 3, lakini matokeo yake ni nini? Ikatokea ni kwamba Al Ahly wakaja kufunga bao lingine katika dakika ya 75, safari hii likiwekwa tena na Mahmoud Trezeguet akitumia mguu wa kulia baada ya kwanza kufunga kwa kichwa, ikiwa ni matokeo ya mpira wa kujibu wa Al Ahly ambayo kuna kipindi walilazimika wao kumeza mashambulizi wakiwa ni timu ya pili. Akafunga bao ambalo liwafanya sasa mpaka mechi inakamilika goals mabao yawe 2-0, na ndivyo Yanga walivyopoteza katika mechi ambayo kwa ujumla Al Ahly umiliki wa mpira ukawa 57%, Yanga 43%. Kwa ujumla Yanga
wakipiga mashuti 9, Al Ahli mashuti 10. Tunapozungumzia shots kwa ujumla sasa, kipindi cha kwanza na cha pili. Lakini katika haya 4 ya Al Ahli yalikuwa blocked, ya Yanga 1 lilikuwa blocked, lile la kipindi cha kwanza. Matokeo yake yaliolenga shabaha kwa Al Ahli yalikuwa mashuti 3, yalikuwa on target. Yanga yaliolenga shabaha yalikuwa mashuti 4 on target, lakini mabao ni 2-0. Ni mechi ambayo ilikuwa kimbinu sana ya kubadilishana juu ya umiliki wa mpira, kubadilishana utawala katika baadhi ya nyakati, lakini mwisho wa siku Al Ahli wakapata ushindi waliostahili wa mabao 2-0. Sasa nini cha kufanya Yanga katika mechi ya marudiano? Moja, kuendeleza mazuri yote aliyoonyesha katika mechi hii, ikiwamo namna ya kuzuia. Pili, kufanyia kazi udhaifu. Udhaifu mojawapo ni kupoteza umakini kuelekea mapumziko, kwa sababu lile bao la kwanza lilofungwa na Mahmoud Trezeguet, chanzo chake kabla ya kuangalia Israel Patrick Mwenda alimzuia kiasi gani Mahmoud Trezeguet katika kuruka, lakini kwanza ilikuwaje Mohamed Hani, beki wa kulia wa Al Ahli, akapata nafasi katika nusu ya pili ya uwanja, akifanya miguso mingi bila kupata shinikizo lolote, akichagua kupiga mpira cross ambayo ni pinpoint ikimlenga Mahmoud Trezeguet bila shinikizo lolote, kwamba alionekana kama anataka kutoa pasi pembeni kulia, lakini kwa kuwa alikuwa huru sana akabadili maamuzi na kupiga pinpoint cross iliyozaa bao. Imekuwaje akaachwa huru kiasi kile? Ni matokeo ya kwamba ilikuwaje? Ni matokeo ya yeye kuwa huru zaidi, ni matokeo ya wachezaji wa Yanga katika muda huo kupoteza umakini, wali lose concentration, kwa sababu katika dakika 45 zile za kipindi cha kwanza kwa kiasi kubwa Yanga walikuwa makini sana katika kufanya shinikizo, pressing kila mara Al Ahly walipokuwa wakikaribia lango lao, na hivyo kulifanya liwe salama, kumfanya Djigui Diarra fikiwe. Lakini katika sekunde hii, wakati Mohamed Hani akiwanda mpira kupiga hiyo pinpoint cross, hakukuwa na shinikizo lolote. Matokeo yake ikawa ni nafuu kwa wao kupata hilo bao. Lakini sababu nyingine ambayo wanapaswa kufanyia kazi, udhaifu mwingine au cha ziada, ni kwamba Mahmoud Trezeguet wasimchukulie poa. Ndiyo, Yanga inajiandaa kitimu. Katika mpira wa sasa timu waandaliwa zaidi kitimu kuliko kuangalia mchezaji mmoja mmoja, lakini wapo wachezaji ambao wana madhara special, wao wanapaswa kuangaliwa na ulinzi mwingine, jicho la ziada. Mahmoud Trezeguet kabla ya mechi hii, kama nilivyotoka kueleza awali, Al Ahly wamefunga mabao 5, yeye kafunga mabao 3, na aliyafunga 3 baada ya kupiga mashuti 13 kabla ya mechi dhidi ya Yanga. Kati ya mashuti hayo 5 akilenga shabaha, akifunga mabao 3. Al Ahly kabla ya mechi dhidi ya Yanga alikuwa amepiga mashuti 31 kwa ujumla. Mechi dhidi ya JS Kabylie kishinda 4-1, mechi ya 1-1 ugenini dhidi ya FAR Rabat. Kwenye mashuti 31, 13 amepigwa na Mahmoud Trezeguet mgongoni nambari 7. Kwenye mashuti aliyolenga shabaha, Al Ahly walikuwa wamepiga mashuti 8, 5 ameyapiga Mahmoud Trezeguet. Ni dhahiri kwamba alihitaji kupewa uangalizi maalum, jicho la ziada, kwamba asiwe na uhuru wa kusumbua kwa kiasi alichofanya. Na sasa baada ya mechi hizi 3 anaongeza mabao mengine 2 katika mechi dhidi ya Yanga. Kwa sababu hiyo, kwenye mechi itakayochezwa New Amani Complex visiwani Zanzibar, mbali na mipango ya kitimu ya kocha Pedro Gonçalves ambaye ni mzuri sana na wachezaji wake wako vizuri katika kutekeleza mipango yake, lakini Mahmoud Trezeguet asiachwe bure, asizuiwe kama wachezaji wengine, kwa sababu ameshathibitisha madhara mchezaji huyu wa zamani wa ligi kuu ya England katika klabu ya Aston Villa kama nilivyotoka kueleza awali. Lakini jambo lingine ni umakini katika dakika zote za mchezo. Bao la kwanza lilitokana na Yanga kupoteza umakini, sio kwamba hawakuwa na idadi sahihi katika eneo lao. Hili ni la muhimu sana katika dakika zote 90 za mchezo. Lakini la mwisho lilo muhimu ambalo Yanga mara zote wamekuwa wakilifanya, kujituma mwanzo mwisho. Hili halina shaka wamefanya katika mechi zote tulizozishuhudia 3 kwenye hatua ya makundi kwenye kundi lao la B, na mechi hiyo watakayocheza dhidi ya Al Ahly, basi kujituma huku kuendelee na ikibidi kuongezwe zaidi. Lakini kwa ujumla Yanga mpango wake wa kuhakikisha mpira uchezwi sana kwenye eneo lake ulithibitika pia katika mchezo dhidi ya Al Ahly, kwa sababu hata pale ambapo Al Ahly walikuwa wanamiliki mpira kwa zaidi ya 70%, bado pasi nyingi zilipigwa na Al Ahly na wao Yanga katika eneo lisilokuwa kwenye theluthi yao kule kwa Djigui Diarra. Ni kwa sababu gani? Mechi nzima pasi zilizopigwa kwa usahihi na Yanga pamoja na wao Al Ahly kwenye eneo la Yanga katika vile vipande vitatu vya uwanja, huku ni Yanga ambao ni wageni, huku ni Ahly ambao ni wenyeji. Kwenye eneo la Yanga pasi zilizopigwa kwa usahihi zilikuwa ni 27% tu,
wakati kwenye eneo la Al Ahli zilikuwa ni 26%, alafu katikati kukawa na pasi zilizopigwa kwa usahihi 47%. Kwa hiyo mpira ulicheza zaidi eneo la kati, hata pale ambapo Yanga walikuwa wameacha umiliki kwa Al Ahli, lakini Al Ahli walijikuta muda mwingi kwa wastani pasi zikichezwa ama katikati ama kwao. Tofauti ni 1% tu ya pasi zilizopigwa kwa usahihi katika eneo la Yanga na eneo la Al Ahli. Hili ni jambo muhimu sana, kwa sababu timu kama Al Ahli ikiwa inacheza pasi kwa usahihi au yenyewe Yanga inacheza pasi kwa usahihi nyingi kwenye eneo lao, maana tunazungumzia low block, kuzuia kutokea chini, ambako kunaongeza nasibu kwa timu pinzani. Hapa tunazungumza Al Ahli kupata fursa ya kumfikia Djigui Diarra, lakini Yanga mechi nzima wamepiga mashiti machache yaliyofika langoni kwa Djigui Diarra. Ni kwa sababu ya kuendeleza staili yao hii ya uchezaji ambayo tunaweza kusema wanaanzia kukabia kati, mid block na kule juu. Ndicho ambacho Yanga hawapaswi kukiacha katika mechi watakayocheza dhidi ya Al Ahli, kwa sababu ni mpango mzuri sana. Wakifanyia kazi yale mambo madogo madogo, upo uwezekano mkubwa wakawapa furaha wa Tanzania. Hii bado haijaisha, wanaweza kupata ushindi kama walivyofanya dhidi ya FAR Rabat, lakini wanaweza kupata sare ambao ni muhimu sana, kwa sababu baada ya hapo bado wana mechi mbili mkononi. Mechi dhidi ya JS Kabylie itakayochezwa nchini, lakini wana mechi dhidi ya FAR Rabat itakayochezwa kule Morocco kwenye uwanja usiokuwa na mashabiki, kutokana na adhabu iliyotolewa na CAF kwa FAR Rabat kutokana na vurugu za mashabiki wake katika mechi iliyoisha kwa sare ya 1-1 dhidi ya Al Ahli. Yanga hakika kipigo hiki cha mabao 2-0 kitakuwa kimetoa somo kwa kocha Pedro Gonçalves na wachezaji wake juu ya kufanyia kazi baadhi ya mambo ambayo yaliwaathiri na kuwaadhibu katika mechi walipoteza mabao 2-0. Lakini kwa ujumla kuna mambo mengi chanya licha ya kupoteza kwao. Je, Yanga itabadilika vipi katika mechi dhidi ya Al Ahli, na itafanya vipi katika mechi mbili baada ya Al Ahli kukamilisha mechi 6 za hatua ya makundi, ili kujua hatima yao kama wanakwenda robo finali ama la, kwa kuwa miongoni mwa timu mbili za juu kwenye kundi lao? Hilo ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.